maono ya kuona kesho yetu tuione leo kabla hatujaifikia. Matatizo ya kesho tuyaone leo kabla hatujayafikia, na suluhu ya matatizo hayo tuipate leo, ili tutakapofika kesho wakati tatizo linatokea tuwe na majibu mkononi mwetu. Watanzania wanataka umeme, Watanzania wanataka mafuta, Watanzania wanataka gesi, Watanzania wanataka huduma zilizoboreshwa. Nataka niwaombee heri wote, watendaji wote, wafanyakazi wote wa Wizara ya Nishati na taasisi zake. Mungu awabariki, awahifadhi, awapende afya njema, muendelee kutenda sawa sawa na ambavyo tunakubaliana wakati wote. Nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa msukumo mkubwa sana aliyoweka kwenye sekta ya nishati. Hii ni sekta ambayo imepata bajeti kubwa, tena katika sekta 3 zilizopata fedha nyingi, sekta yenu ni moja wapo. Niwaombe tusimangushe rais wetu, tumuunge mkono kwenye maono yake, na tuende tukafanye kazi ya kupeleka nishati kwa wananchi, iwe mafuta, iwe umeme, iwe gesi, na kuendeleza vyanzo vingine ambavyo tunavyo kwa ajili ya kuwapatia nishati wananchi. Ninaona mtu yoyote akitaka kufanya nao kazi, watu wa Wizara ya Nishati. Na sisemi hivi kwa pamba, kwa sababu kwa miaka miwili tuliyokuwa nayo, kuna mahali tulinuniana, kuna mahali kulikuwa tunaangaliana kwa jicho la pembeni, kulikuwa na mtikisiko hapa na pale, kuna wakati wa kucheka ulikuwa mdogo sana, lakini tulizuia kulaumiana. Tukasema wote tutafute suluhu bila kutafuta nani aliyesababisha. Huyo aliyesababisha tutamjua baadaye, baada ya tatizo kwa tumeondoka. Tumefanya kazi nzuri sana ya kutathminiana kila robo ya mwaka, kujua nani anatuvuta shati ili tumheshime aweze kuongeza nguvu. Kazi hizi mmezifanya vizuri sana. Na leo bonanza hili muombe mliendeleze. Tathmini tulizonazo mziendeleze. Mzifanye kila wakati. Zitakuwa kioo cha kuweka mbele kujua wapi mboreshe ili Watanzania waweze kupata huduma zilizo bora. Sekta iliyokuwa kwa kasi kubwa zaidi ni sekta yenu ya nishati. Hongereni sana. Mmekuwa kwa mara ya kwanza kwa 14.7, mkiwa nyuma ya sekta ya sanaa ambayo imekuwa kwa 17. Haya yote hatujajipima sisi, tumepimwa na taasisi nyingine ambayo iko nje yetu. Maana yake ni kwamba sekta hii ya nishati imeitendea haki, imekuwa kwa kasi tena kwa muda mfupi. Kwa kweli tunapofunga bonanza hili, nimeona niwapongeze sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Juzi mnakumbuka tulizindua taarifa za EWURA zilizotupima kwenye maeneo yote, eneo la umeme, eneo la mafuta pamoja na gesi. Kote kuna ukuaji mkubwa tena unaotia matumaini. Lakini huduma kwa wananchi zimeongezeka sana. Ukatikaji wa umeme umepungua sana, na upelekaji wa umeme kwa wananchi umeimarika sana. Huduma kwa wananchi kutoka kwenye kituo chetu cha mito zimeimarika, na wananchi sasa wana uwezo wa kutoa taarifa zao bure bila kutajiwa chochote. Haya ni mapinduzi makubwa mlioyafanya kwa muda mfupi. Mungu awabariki sana, hongereni sana. Nilipa heshima kama waziri wenu, hata muondoko wangu mkiniangalia ni wa kujiamini kwa sababu yenu. Nimesimama juu ya mabega yenu. Mungu awabariki sana na watakia kila laheri. Mwaka wa fedha unaokuja uwe mafanikio, tukatende haki, tuwe na matokeo makubwa zaidi, ili sekta yetu ya nishati iwe nyenzo muhimu ya kukuza uchumi wa watu wetu na kuwaondolea umaskini.